Mafunzo ya uaskari yanahitaji nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu sana. Nimesikia katika taarifa ya mkuu wa chuo kuwa baadhi yenu walifukuzwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu. Hivyo ninyi ambao mnahitimu leo, ni dhahiri mmeonyesha nidhamu ya hali ya juu. Narudi kwenu askari wahitimu. Napenda niwashirikishe changamoto kadhaa mtakazokutana nazo kwenye jamii hivi sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya ugaidi, uharamia, dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na uhamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazokutana nazo kwenye mikoa mwendako. Mnahitaji ushirikiano wa dhati na wa karibu kutoka kwa wananchi ili muweze kuzuia na kupambana na makosa hayo. Nitoe wito tena kwa wananchi waliofika katika hafla hii kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kuendelea kutoa taarifa za uhalifu ili tuendelee kuwa salama. Kumbukeni, usalama ni nguzo muhimu ya maendeleo katika nyanja zote za maisha ya binadamu, na bila usalama hakuna maendeleo yanayopatikana. Askari wahitimu, kumbukeni kwamba ugonjwa wa ukimwi bado tishio na hauna dawa. Kwa hiyo mnatakiwa kujitunza na kujichunga msipate maambukizi ya ukimwi. Kwa sasa taarifa kuhusu janga hili la ukimwi na jinsi ya kujikinga zimeenea katika kila kona ya nchi yetu, licha ya kuwa janga hili linachukuliwa kwa uzito mdogo sana kwa sasa. Mwishoni mwa mwezi Septemba 2024 ulituletea vijana wa Kitanzania 4999, kati yao wa kiume 3582 na wa kike 1417, na ukatuagiza tuwape mafunzo ya uaskari polisi. Sisi shule tuliwapokea, na tarehe 21 mwezi wa 10 2025 Afande Awadhi Juma Haji, Kamishna Operation na mafunzo, aliwafungulia rasmi mafunzo yao. Kufikia leo hii tumebakiwa na wanafunzi 4826, wanaume 3436 na wanawake 1390. Hii ni pamoja na wapiga buruji 42. Afande mgeni rasmi, wanafunzi 217 tuliwaachisha mafunzo na kuwaondoa chuoni kwa sababu mbalimbali, zikiwemo uwezo mdogo wa kujifunza, lakini pia utovu wa maadili na utovu wa nidhamu. Katika eneo la tabia, afande mgeni rasmi, wanafunzi hawa tumewafundisha jinsi ya kuwahudumia vizuri wananchi, kuwasaidia waliopata majanga na waliopata madhara ya uhalifu. Tumewafundisha kuuchukia uhalifu na kuwachukia kabisa wahalifu, wakiwemo wale wanaofanya vitendo vya uvunjifu wa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Aidha, tumewafundisha maadili yote askari wa Jeshi la Polisi la Tanzania. Mafunzo hayo yaligusa sana nyoyo zao wote. Nidhamu ya hawa waliopo mbele yako ndiyo ambayo imeweza kuwafikisha hapa, kwa sababu bila nidhamu, lakini pia na utii wa maelekezo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa na wakufunzi, ninaamini kwamba leo hii hawa 4782 usingekuwa nao hapa. Afande mgeni rasmi, ni matumaini yetu kuwa wahitimu hawa watakwenda kufanya kazi kwa weledi, uzalendo, uadilifu na uaminifu, lakini pia kuheshimu mamlaka halali na kuwa na utayari wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika mazingira yanayobadilika kila siku, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma bora kwenye vituo ama maeneo yao ya kazi utakaowapangia.